Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Mtoto wa kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi inaitwa Mtoto wa Kike, ambayo inakuja kwa mfumo wa maigizo. Kama utakuwa na kumbukumbu, kuna simulizi nyingine yenye muundo wa maigizo ilikuwa inaitwa Kambi la Mizimu. Kwa hiyo na hii imekuja kwa mfumo wa maigizo. Tutamuona nani ambaye ni mhusika. Mhusika anaitwa Elis. Anaitwa Elis ndiye mhusika, pamoja na kaka yake ambaye anaitwa Davis. Huyu bwana Davis ni mwanafunzi ambaye anasoma kidato cha pili, lakini Elis yeye wazazi wake baada ya kumaliza darasa la 7 waliamua kumwacha kabisa, kwa sababu Elis ni mtoto wa kike. Wanaamini kwamba Davis kwa vile ni mtoto wa kiume ndiye ambaye atakayeweza kuwapa matokeo mazuri katika familia, na familia itakuwa ni nzuri kwa sababu ni mtoto wa kiume. Yeye wanahisi ndiye atakayeweza kupata kazi na si mtoto wa kike. Sasa ndio maana unaona hii simulizi inaitwa Mtoto wa Kike. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia Mtoto wa Kike mpaka hapo itakapofikia mwisho. Utakuwa umeshapata na utakuwa umeshajifunza jambo. Kama endapo hujasubscribe channel yetu, chini ya video hii kuna kitufe chenye rangi nyekundu ambacho kina alama ya kengele. Unaweza kugusa hapo kawa moja wa wanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, ili uwe wa kwanza kabisa kupata kila kitu ambacho kinaendelea katika channel hii. Karibu sasa, ni kukaribishe tuendelee kupata hii simulizi inayoitwa Mtoto wa Kike. Mtoto wa kike kafanya nini? Haya, twende pamoja ili uweze kuifahamu kwamba imekaa namna gani. Ila nasisitiza tena, na yenyewe ina mfumo wa maigizo. Imetengenezwa kiscripti. Kwa hiyo tuendelee kuipata simulizi hii. Mtoto wa kike ni mtoto,
kike ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, wameumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Nani huyo? Ingia tu ndani, usianze kugonga gonga tu hapo mlango. Asante. Kumbe ni wewe Elis. Unataka nini? Mbona umekuja muda huu? Au hauoni kama mimi naendelea kujisomea? Kwani hata kama unaendelea kujisomea, mimi nimekuja kwa shari. Inawezekana kama umekuja kwa shari au si umekuja kwa shari, mimi najuaje? Mimi nimesikia mtoto anabisha hodi, kabidi nianze kujiuliza huyu atakuwa ni nani. Kumbe ni wewe. Sasa kaka, naomba unisaidie jambo moja. Mimi biashara zangu zinaenda zinakwama. Nipe japo hata mikakati ya maisha, namna jinsi ambavyo naweza nikafanya biashara yangu kaenda. Nikupe mikakati ya maisha? Mimi ni mwanafunzi, alafu wewe unasema kwamba nikupe mikakati ya maisha? Yaani kiaje? Kwani mwanafunzi hawezi kumshauri mtu akaelewa kwamba afanye nini? Sio kwangu mimi. Naona kwanza kama vile unanitilia kiwingu. Hebu nipishe mimi niendelee zangu kusoma hapa. Kaka, kweli? Kweli. Kwani uongo? Ila Davis, wewe unaweza ukashangaa mimi ndo nikawa mtunza wazazi na wewe ukafeli. Aliyekwambia hicho kitu kinawezekana na mtoto wa kike? Watoto wa kiume sisi ndo ambao tunaojua namna jinsi ambavyo tunaweza tukafanya kila kitu. Mtoto wa kike
Si ndio maana mimi namshukuru sana baba yetu Daniel, unajua kuto kukuwezesha wewe kuendelea kusoma, kwa sababu mtoto wa kike na masomo wapi na wapi bwana. Haya, lakini unipe tu mikakati namna jinsi ambavyo naweza kufanya biashara ikaenda. Kumbuka mimi nauza mihogo. Kuna wakati mwingine wanafunzi hawanunui katika ile shule yenu napokuwa nimeileta. Aliyekulazimisha wewe kuleta mihogo yako pale shuleni na mimi mwenyewe sina hata muda wa kukuchangia. Kamwambie mama, labda naweza kukusaidia mawazo, lakini mimi acha kwanza nijisomee. Kwanza hata kesho ni mtihani. Kwa naomba unipishe tu. Haya, wacha niondoke. Kwa sababu kama mtu kanifukuza nifanyeje? Acha niende. Kakangu Davis wendo wa kunifukuza. Kana kwamba hatujazaliwa tumbo moja. Mimi mdogo wako. Eti kisa tu mimi ni mtoto wa kike ndo nifanyia hivi. Sawa. Nenda bwana. Haya. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, wameumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Alafu nimekumbuka ile namba ya yule demu yule demu ambaye nilikutana naye jana tukafanya discussion. Hebu ngoja kwanza nijaribu kumtafuta, alafu nisikie ni kitu gani ambacho anaweza kuzungumza. Hapa mrembo. Mimi niko poa za tangu jana. Mimi naona mambo ni mazuri tu.
Jana ulinikera kweli. Hata kuniaga hamna. Tulikuwa tukifanya discussion pamoja, lakini mimi nilishangaa tu. Unaniambia eti naenda kuchukua maji ya kunywa ndo ukapitia huko. Hayo sio mambo. Vipi? Leo utakuja prepo tena? Nahitaji tuonane, si unajua tena. Ndo hivyo. Si unajua tena masomo kuna wakati mwingine yanachosha kabisa. Lakini mtu naamua tu unafanya tu kwa sababu. Halafu nyinyi watoto wa kike, nyinyi mlipitaje? Mbona mdogo wangu Elisi hakuweza kusomeshwa? Wazazi? Kumbe ninyi wazazi wenu wanawapenda kiasi hicho? Kwa nataka kuniambia mdogo wangu Elisi hapendwi? Hamna shida. Hakikisha leo nakuona kwenye discussion. Wewe jana nilivyoanza kupapasa chuchu zako ukaanza kunizingua. Sijui ulikuwa unajifikiria nini. Watoto wa kike inabidi muwe mnakubali tunawatumia. Na sio kutubania namna hiyo. Kwa hiyo lini ambapo umejipanga utanipa kidogo nilambe asali? Basi sawa, nakutegemea. Usije ukanidanganya hata kidogo. Haya, nashukuru. Mambo si ndo hayo. Niende kujilia yani leo nahisi prepo yangu itaenda vizuri kabisa. Nikiwa na yule. Aise amenivutia sana Shani. Kwa kweli Shani ni binti mmoja ambaye nimetokea kumuelewa sana. Jana tu prepo. Wewe. Zile chuchu zake saa 6 unajua. Zilinifanya kweli yani nikawa na amsha lakini sijui nakuwaje. Anyway, ngoja tuone. Mtoto wa Daniel hajawahi kufeli. Tena ili nguvu ziweze kutosha zaidi, na vile na fedha zile ambazo baba alizokuwa amenipa juzi, niende guest way nikamponde. Kiwezekana siji ninunue super shaft nimnywe kidogo, siji ninunue kabayabu, siji nifanyeje. Hebu ngoja nitawaza ni kitu gani cha kufanya. Lakini lazima leo huyo demu lazima alike. Nikiona mzee Daniel anakuja najifanya nasoma. Nikimwona na Elisi anakuja ndo hivyo. Mama yeye sasa ndo hata hana muda kabisa ya. Ngoja na mimi ninyenyuke mtoto wa Silvia
nianze kujongea mdogo mdogo, nikiwa nasubiria leo jioni na kula mambo, au sio? Watanikomaje? Hiyo itakuwa ni hatari sana. Mtoto wa kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, wameumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Nikienda kwa kaka ili aweze kunipa mawazo, anaanza kuniambia eti mimi ni mtoto wa kike, kwa hiyo nijijue mwenyewe. Eti nimpelekee matatizo yangu mama, na mama mwenyewe naona kama vile hana muda. Baba ndiyo kabisa, kama hivi ambavyo nimebahatisha kusomeshwa mpaka darasa la 7, lakini shule ya upili nilikuwa nimesha faulu kabisa na ningeweza kwenda. Lakini kwa nini wakakubali aende Davis peke yake? Kuna nini hapa? Kwani hadi mamangu Silvia, mwanamke mwenzangu, na yani hanitaki? Wewe weli si wewe? Abe baba, mbona inaonekana kama vile una mawazo mengi ambayo hata mimi mwenyewe siyaelewi. Shida nini? Hamna babangu, mimi nipo tu. Kwa hiyo unataka kunidanganya, ikimaanisha kwamba mimi mtu mwenye mawazo na mtu ambaye yuko vizuri siwajui, si ndivyo? Si unapumua kwa kasi pasina kuniambia ni kitu gani ambacho kinakusumbua. Sikiliza babangu, na mimi nilikuwa napenda nisome kama namna jinsi anavyosoma Davis. Unasemaje? Wewe usome? wewe mtoto wa kike tangu lini akasoma? Tangu lini?
Wangapi ambao tumewaona wanaenda mashuleni, mwisho wa siku wanaanza kutafuta mabwana huko huko. Unataka uende ukafanya umalaya, si ndio? Ndio maana yake. Najua hauwezi kukubali kwa sababu ni vitu ambavyo unataka uende ukaviendekeze. Sio naguna. We mtoto wa kike uende huko mashuleni. Hivi ni mara ngapi hapa Davis anakuja na lalamika kwamba watoto wa kike huko mara wanavaa vimini, mara wanajiuza ili waweze kupata pesa. Huko sekondari. Wewe ndio utakayeweza? Ina maana biashara zote ambazo unajaribu kuzifanya hazikuingizii pesa. Mpaka na wewe uende ukasome. Nini maana ya kusoma, mtoto wa kike? Ushawahi kuiona hiyo kitu? Acha mambo yako. Mshirikishe mama yako akwambie namna ya kuweza kufanya ili hiyo biashara yako ya mihogo iwe inaenda vizuri. Lakini wewe masuala ya kwanza kuwaza kusoma, wewe umeshafikia darasa la 7 kwa mtoto wa kike inatosha. Hata hivyo nashukuru haukuniletea mimba hapa. Watoto wa kike tunawazalia watu wengine tu. Lakini kusema eti tunaweza angalau hata sisi tukajivunia kwamba eti tuna mtoto wa kike, labda baadaye nitakuja nipate mahali na vitu kama hivyo, ni hakuna kitu. Yaani ovyo kabisa nyinyi watoto wa kike. Mimi sioni utanishawishi kwa lipi mpaka nianze kuwaza wewe kukupeleka shule. Baba. Haya. Nini? Amna. Na ni kweli nina mawazo, maana biashara yangu haiendi. Biashara yako haiendi ni kwa sababu haujamshirikisha mama yako. Mshirikishe mama yako uone atafanya nini. Mimi naona tu muda mrefu umekaa hapo umejiinamia. Mara kama vile unajiongelesha chini chini. Mbona sikuelewi Elisi? Kuwa makini basi. Sio kujipa stress nyingi namna hiyo. Sio katufia sisi. Mwi nini? Ndo hivyo. Haya. Ndo hivyo. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu.
Sasa mhudumu, mimi nilikuwa naomba kile chumba cha pale kile. Najua demu wangu anakuja. Lakini kwa nini nyinyi vijana wadogo sana afu wanafunzi mnafanya vitu kama hivi? Hamuoni kama ni hatari? Kwani starehe huwa inajarisha kwamba huyu mtu ni mtu mzima au sio mtu mzima? Kwani hapa tulipo kwanza hata hivyo hatuna ndevu. Asa kama mdogo wangu Elis ana miaka 22, mimi nina miaka 25. Watu ambao hatujakuwa. Huyo Elis naye ni wa namna gani? Huyo ni mdogo wangu tu hivi wa kike ambaye yuko nyumbani. Maana wewe unajaji sana kuhusiana na masuala ya nini? Masuala ya ukuaji. Mimi sema tu ni mwanafunzi, lakini sio kwamba eti mwanafunzi kwamba eti hana ukuaji. Anao ukuaji. Miaka 25 sio midogo. Ni kwa vile tu baba Mzee Daniel ananizuia sana. Mimi natamani nioe ujue. Makubwa. Wacha nikuache. Nenda kachukue kile pale chumba namba 15 pale. Mambo si ndo hayo bwana. Hayo ndo mambo. Karibu kabisa na choo. Ili nijisevie, nikimaliza naenda kuoga. Mambo mengine yanafuata. Haya nini? Hasa ndo unaondoka na kuondoka. Hamna, nipo. Wewe sema upo. Sasa koja nimtafute huyu binti. Leo najua nimeshakula karanga za kutosha, nimekunywa na tangawizi. Hata yale makaba yangu sijimanini hayana nafasi tena kwangu. Hapa cha boost hapa. Uzuri sio kwamba eti mimi sina nguvu za kiume. Kidogo natakiwa tu tunasoma na huku tunachangamsha mwili. Unasoma tu unakuwa ni ujinga. Shani, mambo vipi jamani kipenzi changu, mbona hauji? Mimi huku tayari nimeshakabidhiwa chumba. Njoo kabisa na funguo unazisikia nazo hapa. Wahi ili jioni twende prepo. Si unajua tena hatutakuwa tena na muda. Lakini naomba uje umevaa kale kanguo kako laini kale ambako ulikuwa umevaa jana prepo. Nataka niwe na shika matiti vizuri. Si unajua? Kwamba ukifika utasaula au sio? Ni vyema sana. Nashukuru sana. Nimeshaingia ndani. Hizi funguo nazo hapa. Na nataka niziweke mezani kwa sababu na kusubiri
Utachukua muda gani kufika hapa? Jamani, habiti wangu, mbona unanitesa hivyo? Wahi basi. Haya mambo mengine hayafai. Mimi mwenzio huku nimeamkiwa vibaya mno. Haya, mimi nakusubiri. Ngoja kwanza niende nje nikanunue kwanza chips. Najua unapenda hiyo ili uikute kabisa. Haya, ni vizuri sana. Sawa. Wewe unaenda wapi? Ngoja kwanza nitoke nje kwanza, naenda kununua chips mara moja. Kama ni hivyo sawa. Alikuwa nafikiria kwamba eti mimi simlipi. Haya basi, tutaongea baadaye, uje basi. Haya. Mtoto wa kike naye mbona naanza kuleta masiara tena? Nataka endelee kukaa huko. Sijui kuna shida gani. Hivi hapa ndo kuna njia ya kukatisha kwenda kule vibandani? Ni nzuri sana. Hebu ngoja kwanza niende. Mimi naamini nitawasiliana naye vizuri tu. Mambo yatakaa kama namna jinsi yanavyotakiwa kwenda. Leo ni jisevi. Na inaonekana yule ana nye nzuri kweli. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, wameumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Naam, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi yetu hii ambayo ina muundo wa maigizo inayoitwa Mtoto wa Kike. Tumemwona Elisi ana mawazo mengi sana, kwa sababu amefika darasa la 7 wakaacha kabisa kumsomesha, ingawa alikuwa amefaulu ili aweze kuendelea na masomo yake.
lakini hawakutaka kabisa kumuendeleza kwamba yeye ni mtoto wa kike. Na kama namna jinsi ambavyo umemsikia mzee Daniel analalamika kwamba endapo atamsomesha Eris anaweza kaenda huko akabebea mimba huko shule ya upili, yani sekondari, kwamba anamshukuru Mungu hata kufika darasa la 7 akatoka na kumaliza bila kubeba mimba. Je, ni kweli mpenzi msikilizaji, watoto wa kike ukiwasomesha wanabeba mimba? Haya, mimi sijui, lakini tuendelee kufuatilia tuone. Huku tukija katika upande mwingine tunamuona huyu Davis, huyu mtoto wa kiume ambaye ndo anasomeshwa na kupewa pesa na baba yake kwa kumwamini. Anamaliza pesa, anatafuta wanafunzi wenzake, anawavusha na kuwapeleka gesti. Unahisi ni kitu gani ambacho kitakachomkuta? Tuendelee kuifuatilia simulizi hii yenye muundo wa maigizo inayoitwa Mtoto wa Kike. Mpaka hapo tutakapokutana tena sehemu ya pili. Kama endapo haujasubscribe channel yetu, chini ya video hii kuna kitufe chenye alama nyekundu chenye rangi nyekundu chenye alama ya kengele. Unaweza kugusa hapo ili uwe mmoja kwa moja mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Bwana, wacha niishie hapa. Nadhani utaendelea kuifuatilia na utajua ni kitu gani ambacho kitakachomkuta Davis. Na huku babake anamwamini sana. Anajaribu kwenda Eris kuomba angalau ushauri kwa baba yake. Anamwambia, anamrushia mpira mama yake kwamba ndo amshauri. Je, mpenzi msikilizaji, unahisi kwamba mtoto wa kike, sisi baba zao watoto wa kike hatupaswi kabisa kuwashauri? Ndivyo mambo yanavyotakiwa kwenda? Basi sawa, tukutane tena sehemu ya pili ya simulizi hii ambayo inaitwa Mtoto wa Kike. Nikuage niseme kwaheri kwa sasa. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, wameumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.